hongera sana mheshimiwa. Kwa kweli ni jukumu la wagombea wote sasa, wanaogombea ubunge, wanaogombea ujumbe wa baraza la wakilishi, hata madiwani, kupita kueleza yale yote yaliyotendeka, watu wayajue na waamue kuchagua Chama cha Mapinduzi kutokana na kwamba Chama cha Mapinduzi ndicho kinacholeta maendeleo. CCM oye! Kwa hiyo ndugu zangu, wagombea ubunge, wagombea uwakilishi na madiwani, mna kazi ya kufanya. Naposema mtakwenda nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, hiyo ndio kazi ya kwenda kufanya, kueleza yaliyofanyika na kuomba kura kwa Chama cha Mapinduzi. Ndugu wananchi, tunapozungumzia mafanikio yanayotokana na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi hapa Zanzibar, hali ilivyo ndivyo ilivyo kote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana tumejiamini na tumepata ujasiri wa kurudi tena kwenu ndugu wananchi na kuomba ridhaa na dhamana ya kuiongoza nchi yetu kwa miaka mingine mitano ili tuipeleke kwenye mafanikio makubwa zaidi. Chama cha Mapinduzi tumeweza, tumefanya, tuliahidi, tukatekeleza, tunaahidi makubwa zaidi, na nataka niwaambie tutatekeleza. Tunajiamini na tuna kila sababu ya kuja kwenu kwa ujasiri kabisa kuambia tunaweza, tupeni, tutatekeleza. Mambo ambayo CCM imejipanga kuyafanya kwa miaka mitano ijayo kwa upande wa Zanzibar yapo kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030. Na pia yalielezwa vizuri na mgombea wa nafasi ya urais ndugu yetu Hussein Ali Mwinyi wakati wa uzinduzi wa kampeni za CCM hapa Zanzibar tarehe 13 Septemba mwaka huu. Na wagombea wetu wa ubunge na udiwani kama nilivyosema watapita kuzieleza ahadi hizo katika siku takriban 45 za kampeni. CCM oye! Ndugu wananchi, nami mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mgombea mwenza ndugu Emmanuel Nchimbi, tangu tuzindue kampeni zetu tarehe 28 Agosti mwaka huu, tumeendelea kupita maeneo mbalimbali ya Tanzania kukutana na wananchi, kuelezea mipango yetu na kuwaomba kura katika uchaguzi mkuu ujao. Sasa ni zamu ya Zanzibar. Nimekuja huku Zanzibar pia kuomba kura zenu. Wanasema sadaka huanza nyumbani, si ndio? Lakini na baraka zinapatikana wapi? Nyumbani. Na ndio maana nimeamua kuanza na uwanja wa nyumbani. Nimekuja Makunduchi, uwanja huu wakajengwa, kuomba baraka za nyumbani. Kwa hiyo nimeanza na uwanja wa nyumbani, naomba baraka za nyumbani ili niweze kuendelea kufanya yale yanayonikabili miaka mitano ijayo. Nilipokwenda nilirudi na kuja kuomba baraka, na ninawashukuru sana wazee wangu wa mkoa wa Kusini na nyumbani hapa walinipa baraka, na baraka zile zimenisaidia kufanya vizuri sana. Leo nimerudi tena kuomba baraka. Nazunguka Tanzania kuomba niaminiwe tena ili nikafanye makubwa zaidi ya yaliyopita. Ndugu zangu, kama nilivyokwishaeleza, mafanikio mengi yamepatikana tangu mwaka 2020, na muhimu zaidi ni yale ambayo tumeyatekeleza kwa ushirikiano kati ya serikali zetu mbili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kabla sikuyataja mafanikio hayo, naomba mniruhusu niseme machache sana kuhusu muungano. Kwanza, jambo la kujivunia ni kwamba tumeweza kuenzi kazi kubwa ya walioifanya waasisi wa muungano wetu, baba zetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Amani Abeid Karume. Tangu mwaka 64 tumeweza kuenzi muungano wetu. Mafungamano kati ya pande zetu mbili yameendelea kukua, yamekuwa kifamilia
yamekuwa kijamii, yamekuwa kibiashara na yamekuwa kiuchumi, mbali kisiasa, ambao ndio ulikuwa msingi wa muungano wetu. Tumeweza kuukuza katika nyanja zote hizo. Naweza kusema sasa umekuwa muungano wa udugu wa damu zaidi kuliko vigezo vingine vyote. Pamoja na muungano wetu tumeweza kulinda uhuru na mapinduzi matukufu ya Zanzibar, na hali kadhalika kudumisha umoja, amani na utulivu nchini. Hizi ndizo tunu kuu na za msingi kwa maendeleo ya taifa letu. Na hivi niwaambie, tutazilinda kwa bidii zetu zote, kwa bidii kubwa. Tunakwenda kulinda tunu ya muungano, amani, utulivu na amani ndani ya nchi yetu. Sifa hizi ndizo zimejenga taifa la Tanzania na utambulisho wa kipekee kikanda na kimataifa. Imekuza uhusiano wetu wa kidiplomasia na kutufanya kuwa mbia muhimu sana na wa kutegemewa duniani. Na hii imefungua milango ya ushirikiano na fursa zaidi kwa Watanzania. Sasa hivi Watanzania huko duniani tunatembea kifua mbele. Kitaja Tanzania mtu anakuuliza Mama Samia, ndiyo taifa linajulikana. Hivyo basi, katika jitihada za kuhifadhi urithi na kujenga uelewa wa muungano kwa vizazi vya sasa na vijavyo, tunakoendelea mbele na mkitupa ridhaa ya kuendesha nchi hii, tunakwenda kuanzisha kituo cha kumbukumbu na nyaraka za muungano wa Tanzania, wa Tanganyika na Zanzibar, muungano wa Tanzania, ili iwe ndio kituo ambacho vijana wetu na watu wote wanaotoka nje waingie, wasome na wajue muungano wetu una maana gani, umeanzaje na tunauendeleza vipi. Muungano oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania oye! Ndugu zangu, jengine ambalo nataka nizungumze nanyi leo ni swala la utulivu wa kisiasa na amani ya nchi yetu. Tunaingia kipindi cha uchaguzi. Mwanzo nilipokuja kujitambulisha, ahadi kubwa niliyoitoa ni kuifanya Tanzania iwe na amani na utulivu. Na nilipotembelea kisiwa cha Pemba, kubwa waliloniomba wazee wa Pemba kufanya uchaguzi kwa amani na utulivu. Na hili ndilo nalotaka nilitilie mkazo. Tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu kwenye nchi yetu. Ninawaomba sana twende tudumishe amani na utulivu. Uchaguzi si vita, uchaguzi ni tendo la kidemokrasia. Ni watu kwenda kwa utaratibu uliowekwa, kuweka kura zetu, rudi nyumbani, katulie, ili nchi ibaki salama. Sasa si muda wote kushika silaha kunaleta suluhisho. Si muda wote. Muda wote kushika silaha yoyote, iwe ya moto, iwe ile ya kimila na kijadi, hakuleti suluhisho la maana. Niwaombe sana ndugu zangu wote wanaotusikiliza, amani na utulivu wa nchi yetu ni jambo la muhimu zaidi kuliko mengine yote, na hasa wakati huu wa uchaguzi. Nataka niwatoe hofu ndugu zangu wa Zanzibar na wa Tanzania kwa ujumla, kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vile vya Zanzibar vimejipanga vyema kulinda nchi yetu. Sasa hutaki kishindo, kapige kura, rudi nyumbani, tulia. Tumejipanga vyema. Kwa hiyo nisisitize suala la amani na utulivu.